الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة اللهم آمين. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، حيث قال سبحانه وتعالى inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani nabii wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukifahamu ya kwamba wamefanikiwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ama unwani ya hutuba yetu itatukumbusha au itakuwa imebeba unwani inayosema as-sidqu ma'a Allah. As-sidqu ma'a Allah, kuwa mkweli pamoja na Allah, au kuwa mkweli baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hutuba yetu itakuwa inatuhimiza na kutukumbusha kwamba ipo haja ya Waislamu au Muislamu mmoja mmoja kuwa mkweli baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio unwani ya hutuba yetu. Ikhwata al-iman, فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة صدق العبد مع الله. عباد الله، yenyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa, na fahamuni anna min a'zami asbabi najati fi dunya wal akhirah, kwamba miongoni mwa sababu za kuokoka na kufaulu duniani pamoja na akhira, sidqul abdu ma Allah, ni mja kuwa na ukweli na Allah subhanahu wa ta'ala, mja kuwa na tabia ya ukweli baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukweli wa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu itakayompelekea au ni katika miongoni mwa sababu kubwa zitakazompelekea mja kufaulu na kuokoka duniani pamoja na akhira. Kwa ndugu zangu katika imani,
Ukweli una nafasi kubwa katika maisha ya Muislamu. Ukweli una nafasi kubwa katika maisha ya muumini. Bali ausahu Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala amehusia ukweli sehemu nyingi ndani ya Qur'an. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe pamoja na wakweli. Kwa hiyo ukweli ni moja katika sifa ya muumini. Ukweli ni katika moja katika wasia za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, inna sidqa ma'a Allah huwa an yakuna alqalb mukhlisan. Tufahamu ndugu zangu katika imani, hakika ukweli baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa moyo wake mja mukhlisan lillah, umetakasika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukweli wa baina ya mja na Allah, mja kuwa ni mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale moyo wake utakapokuwa umetakasika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo wake utakapokuwa umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, pale moyo wake utakapokuwa anafanya na yafanya kwa kutaraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walisanan sadiqan, na akawa mtu na ulimi uliokuwa mkweli. Wala amalun muwafiqan lima yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa matendo yake yanawafikiana na yale ambayo yanaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, ili mtu awe ni mkweli, lazima hizi sifa tatu zipatikane kwake. Kwanza awe mukhlisan lillah, matendo yake anayofanya, ibada zake anazifanya, afanye kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, afanye kwa kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ulimi wake uwe ni mkweli, lakini pia na matendo yake yawe yanawafikiana na yale ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, fala yakunu ad-din mujarrad kalimatin tuqal bal waqi'an yu'ash. Ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba dini si mradi tu maneno ya mtu anayesema kwa ulimi wake tu. Kwa mtu akasema kwamba mimi ni Muislamu, mimi ni muumini, mimi ni kadha ni kadha na kadha, la, bali yanatakiwa dini ni maisha au ni mfumo wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo maisha yake yote anatakiwa aishi katika mfumo wa dini. Si kwamba dini ni maneno tu ambayo mtu anayatamka kwa ulimi tu, hapana. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tujipambe na sifa ya ukweli. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema wanachuoni Ibn al-Qayyim rahimahullah, as-sidqu sayfullahi fi ardhihi ma wudi'an ala shay'in qata'ahu wala wajahahum bibatilin aridahu wa asra'ahu. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah kwamba ukweli ni upanga wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo wa ardhi. Kwa maana kupitia ukweli unaweza kupambanua kati ya haki na batil. Kupitia ukweli kunaweza kufafanua au kupambanua kati ya ukweli na uongo. Kwa hiyo ukweli ni saifullahi fi ardhi, kama qala Ibn al-Qayyim, kwamba ukweli ni upanga wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi yake, na hauweki upanga huu katika kitu chochote illa qatwahu, isipokuwa upanga huu unakuwa ni wenye kukikata, na wala hauelekezwi katika batil, isipokuwa unakuwa ni wenye kuishinda na kuiangusha. Kwa siku zote ndugu zangu katika imani, pale ambapo haki na batil zinapokutana katika sehemu moja, tufahamu ya kwamba haki haiwezi kushindwa na batil. Lazima itakapokutana haki na batil, lazima haki itaishinda batil. Hata kama itakuwa yule ambaye anaitetea haki na kuitangaza haki na kuishadidia atakuwa na ufasaha kiasi gani, ilimradi kwamba kila anachokitetea na kila anachokilingania sio katika haki, basi wa kwamba haki itabakia imesimama, haki itabakia ni kushinda.
kama qala sallallahu alaihi wasallam, alhaqu ya'lu wa la yu'la alayhi, kwamba haki siku zote huwa iko juu na wala haki haikaliwi juu yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ukweli una nafasi kubwa katika maisha ya Muislamu. Ndugu zangu katika imani, waqad wasafa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia wakweli ndani ya Qur'an pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Allah anasema katika waumini kuna wanaume sadaqu ma ahadu Allah alayhi, wamekuwa ni wakweli, wamesadikisha katika yale ambayo walimwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana walitekeleza ahadi yao walioifunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia ndani ya Qur'an. Ndugu zangu katika imani, fasidqu ma Allah yadhharu fi umur. Ndugu zangu, ukweli baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala unadhihirika wazi kwa mambo yafuatayo. Kwa hiyo mambo haya yanapodhihiri na kuonekana kwa mja au akajipamba nayo mja, ni katika miongoni mwa alama za kuonyesha mja huyu kuwa ni mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, asidqu ma Allah, kuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kunadhihirika kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, asidqu fi tauba, ni kuwa mkweli katika jambo la tauba. Katika ibada ya tauba inatakiwa kupatikane ukweli, bi ayandama al-abdan ala dhanbihi wa yazim ala adami al-audati ilayhi, kwa maana mtu atakapokuwa ni mwenye kutubia au ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujutia yale ambayo ameyafanya katika madhambi na kuazimia kutokurudia yale makosa aliyofanya. Kama itakuwa pengine alikuwa amefanya mambo ambayo ni kinyume na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana akatubia kuyaacha yale ya haramu, basi au ni mwenye kuazimia kutokuyarudia yale aliyokuwa ameyafanya ya haramu. Lakini pia kama itakuwa anatubia kwamba alikuwa ameacha mambo ambayo ameagiza Allah subhanahu wa ta'ala, ameacha wajibati, pengine mtu alikuwa haswali, alikuwa afungi, alikuwa atoi zaka, basi anapokuwa ni mwenye kutubia, basi atubie. Kama ni kuanza kuswali aswali, kama ni kutoa zaka atoe zaka, lakini pia akiwa na azma ya kutokurudia kuacha swala, kuacha kutoa zaka, kuacha kufunga. Alimradi anatakiwa toba yake iwe ni tauba ambayo itakuwa ni ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja kwamba tauba ina sharti zake nyingi, lakini hii ikiwa ni moja katika sharti za yule mwenye kutubia. Pale unapotubia uwe na azma, uwe na makusudia kwamba hautorudia dhambi lile ambalo umetubia, au hautoacha kile ambacho umekusudia kukifanya kama kitakuwa ni cha wajibu. Lakini pia wasidqu fil ibada, inatakiwa mtu awe ni mkweli katika ibada. Fala ya'budu Allah riya'an wala sum'a, asiwe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujionyesha wala kwa kutaka asikike. Kwa sababu kuna mtu anaweza akawa anafanya ibada ni sahihi, lakini nia yake ni nyingine. Ana nia kwamba pengine yaria, kwamba ajionyeshe kwamba amefanya ibada, kwamba amefanya vizuri, au pengine apate kusikika, aanze atajwe kila sehemu, kila kona ya dunia kwamba amefanya ibada. Hii itakuwa sio ibada iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu katika imani, ibada lazima mtu awe ni mkweli katika ibada yake, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka radhi zake, si kwa ajili ya ria wala kwa ajili ya kwamba apate kusikika. Wa inama yabtaghi wajhi llahi alkarim, isipokuwa mja amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'd as-salaf, ma alajtun shay'an ashaddun min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Ndugu zangu katika imani, katika kitu ambacho
Muislamu anatakiwa kupambana nacho, Muislamu anatakiwa kukijadili mara kwa mara, ni swala zima la nia, kwa sababu nia siku zote inakuwa ni kumtoa mtu katika malengo kumpeleka katika malengo mengine. Mtu anaweza kawa anafanya ibada kwa ajili ya Allah, lakini kafikia mahala nia au moyo wake ukamtoa katika malengo ukampeleka katika malengo mengine. Kwa hiyo moja katika mambo yaliyotangulia anasema kwamba ma'alajtu, sijapata kufanya tiba juu ya kitu chochote, ashaddun min niyati, yani zaidi kuliko nia yangu. Yani sijapata kufanya tiba ima kwa kutoa gharama, ima kwa kutoa muda wangu mkubwa zaidi kuliko ninavyofanya juhudi ya kufanya tiba ya nia yangu. Liannaha tataqallabu alayya, kwa sababu nia siku zote inakuwa ni yenye kugeuka kwangu. Kwa hiyo mwanachuoni huyu ni kwamba alichukua muda mwingi kujadili nia yake, kuitengeneza nia yake kwamba afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hata kitakuwa ni kidogo, lakini akifanye kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasidqu fi dua, na mtu anatakiwa awe ni mkweli katika dua. Ma husnu dhanni billah wal yaqin bil ijaba, pamoja kwamba akiwa na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia akiwa na yaqini na uhakika wa kujibiwa dua yake. Kwa mtu anapoomba dua au ni mwenye kuomba dua akiwa na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia awe na yaqini ya kujibiwa dua yake. Mtu asiwe anaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kubahatisha, yani anabahatisha, anaomba lakini hajui kama atapewa au atanyimwa. Ndugu zangu katika imani, unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah ukiwa na yaqini ya kwamba utajibiwa dua yako. Allah mwenyewe kwa hekima yake atapima na ataangalia, je, akujibu dua yako hapa duniani kwa haraka au kwa kucheleweshea, au pengine akusubirishe aje akulipe kilichokuwa bora akhira. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamu zaidi kuliko tunavyojifahamu. Allah anajua kwamba kile unachomwomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama atakuwaishia kukupa, yawezekana ikawa ni sababu ya kukutoa katika malengo ya kuumbwa kwako. Kwa hiyo Allah yawezekana kwa hekima yake akakucheleweshea akakupa muda wa baadaye, ama pengine akakucheleweshea akaja kukupa kilichokuwa bora huko akhira. Lakini almuhimu, cha kikubwa zaidi na cha msingi, unatakiwa muombe Allah ukiwa na yaqini ya kwamba utajibiwa dua yako. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, id'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa na yaqini ya kujibiwa dua zenu. Usiombe dua kwa kubahatisha, omba dua kwa yaqini, wewe mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, wasidq fi adai al-amanat, na tunatakiwa kuwa na ukweli ma Allah fi adai al-amanat, katika kutekeleza amana, wal wafai bil uhud, na kutimiza ahadi, ambayo ndugu zangu ni mambo ambayo kwa hakika yamepungua kwa asilimia kubwa katika umma wa Kiislamu. Kutekeleza amana, kwamba mtu amekupa amana yake, ima ni kitu kinachoonekana, ima ni pesa au ni kitu fulani, au ni siri yake, kwamba na siri ni amana, kwamba amekutunzisha siri yake, amekwambia siri yake, unatakiwa uitunze. Hii ni amana. Kwa hiyo unatakiwa utekeleze amana. Wal wafa bil uhud, na pia kutimiza ahadi ni jambo ambalo linatakiwa kwa Muislamu. Ndugu zangu katika imani, laqad hatha nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad hathana nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-sidq wa hadharana anil kadhib. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kusema ukweli, ametuhimiza kuwa wakweli, na katahadharisha na uongo. Kama jaa fil hadith, kama ilivyokuja katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, pala anapotuhimiza ukweli, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq
lazimianeni, shikamaneni na ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albirri, hakika ukweli unampeleka mtu katika uchamungu. Wa inna albirra yahdi ila aljanna, na uchamungu unampeleka mtu katika pepo. Wa inna ar-rajula la yasdiq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, kwamba hakika ya mja atasema ukweli na atakusudia kusema ukweli katika maisha yake mpaka itafikia taandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mkweli. Kwa ndugu zangu katika imani, ukweli ni sifa katika sifa za waumini. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna min thimari sidq, hakika miongoni mwa matunda na faida za ukweli ma Allah, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatullahi wa tawfiqa, ni mtu kupata mapenzi ya Allah pamoja na taufiki yake. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atampenda mja wake pale atakapokuwa na mafungamano mazuri ya ukweli na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia Allah atamwafikisha katika kuyatenda yale yalikuwa mazuri. Lakini pia tumaaninatul qalb, mtu atapata utulivu wa moyo. Lakini pia athibatu inda alfitan, mtu atapata kuthibiti katika kipindi cha fitna, katika kipindi cha mtihani mtu atapata kuthibiti pale atakapokuwa ni mkweli kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika faida husnul khatima biidhnillah subhanahu wa ta'ala, lakini mtu huyo atapata mwisho mwema kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, wa kana salafu salih yahrisuna ala tashihi niyatihim, wema waliotangulia maswahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanapupia juu ya kutengeneza nia zao kabla amalihim, kabla ya matendo yao. Kwa hiyo kabla mtu hajatenda, kwanza alitanguliza kutengeneza nia. Kabla hajaswali anatengeneza nia yake, kabla hajafunga anatengeneza nia yake, kabla hajatoa sadaka kwanza anatangulia kutengeneza nia yake kabla ya kutenda. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbal min al-amal illa ma kana khalisan sawaban. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali matendo ya mja illa ma kana khalisan sawaban, isipokuwa yale ambayo yatakuwa yana ikhlasi ndani yake, halafu yatakuwa yule mtendaji amepatia kufuata maagizo ya Allah pamoja na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matendo yote hata kama yatakuwa ni makubwa au ni mazuri kiasi gani, lakini kama yatakosekana ikhlas, yakakosekana mutaba, jua kwa matendo hayo hayakubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha ibadallah wajaddidu al-ahd ma Allah. Ndugu zangu katika imani, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, najadidini mafungamano yenu, ahadi yenu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhlisu lahu niyya, na mtakasieni Allah niyya. Wa akthiru min al-istighfar, nakthirisheni sana kutoa istighfar. Wa adul faraid, na kutekeleza faraid za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu ila an-nas, na watendeni vyema watu. Fa inna as-sadiq ma Allah yuwafiquhu Allah likulli khair. Kwa nini? Kwa sababu ndugu zangu, yule atakayekuwa ni mkweli kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamwafikisha katika kila ya khairi. Kwa ndugu zangu katika imani, fattaqullah wa kunu ma'a sadiqin, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na kuweni pamoja na wale wa kweli. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Ikhwata al-iman, usikum marata thaniya wa nasbi taqwa Allah. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna taqwa ma Allah laysa da'wa wa innama huwa al-amal wa-thibat wa-istiqama. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala,
laisa da'awa, si madai kwamba mtu atadai kwamba yuko pamoja na Allah, yeye ni mcha Mungu. La, wa innama huwa amal wa thibat. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kunakuwa kwa matendo na kwa kuthibiti, wal istiqama, na kuwa na msimamo. Kwa hiyo ili mtu ahesabike kama mcha Mungu, yuko pamoja na Allah, lazima yote haya yapatikane: al-amal wa thibat wal istiqama, kupatikane matendo, kuthibiti pamoja na msimamo. Si madai kwamba mimi ni mcha Mungu, si madai kwamba mimi ni mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala biduna amal, pasina matendo, pasina thibat, pasina istiqama. Faman sadaqa ma Allah fi rakha'in sadaqa Allah ma'ahu fi shidda, wa man aqbala Allah biqalbihi aqbala Allah alayhi birahmatihi wa fadlihi. Ndugu zangu katika imani, yoyote atakayekuwa mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mkweli baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha, Allah atakuwa naye, atakuwa mkweli kwake wakati wa shida. Wa man aqbala Allah, na yule atakayemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, akaelekeza moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aqbala Allahu alayhi birahmati, Allah atamwelekea kwa rehema zake na fadhila zake. Kwa ndugu zangu katika imani, taarraf ila Allah fi rakhai yaarifka fi shidda. Tunatakiwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha, na Allah atakuelekea, Allah atakufungulia mambo yako wakati wa shida. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia ndani ya Qur'an, enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wakweli. Fungamaneni na wakweli. Ndugu zangu katika imani, ukweli ndio utamwokoa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falnaj'al li anfusana nasiban min as-sidq fi kulli yawmin fi salatina wa fi muamalatina wa fi tarbiyati abnaina wa fi a'malina wa fi aqwalina hatta nalqa Allahu wa huwa radin anna. Ndugu zangu katika imani, tujalie nasiban, tujalie katika nafsi zetu nasiban, fungu minasidi, katika ukweli. Kwa kila mmoja ajalie katika nafsi yake awe na sehemu ya ukweli, sio kama ilivyo pengine mtu yawezekana asilimia kubwa watu tumesifika, au watu wengi wamesifika na sifa ya uongo. Hivi leo yawezekana mtu katika maneno pengine 10 atakayaongea, au katika mambo atakayaeleza mengi, yawezekana yakachukuliwa ni mawili au ni moja, au likakosekana hata moja la ukweli. Ambapo tunatakiwa ndugu zangu, mtu ujitahidi katika nafsi yako, angalau upate japo sehemu kidogo, upate sehemu ya ukweli. Kwa maana sio maneno yako huwa ni ya porojo, maneno yako ni ya uongo. Yani angalau kila siku jalia kwamba upate sehemu ya ukweli katika swala zetu, lakini katika miamala yetu, katika kulea watoto wetu, na katika matendo yetu, na katika maneno yetu, hata nalqa Allah wa huwa radhi anna, mpaka tuhakikishe kwamba tunakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ameturidhia. Ndugu zangu katika imani, ukweli ni sifa katika sifa ya waumini. Ukweli ni sifa kubwa ambayo mtu anatakiwa awekeze juhudi kubwa katika kuwa mkweli, kwa maana aweke azma ya kuwa mkweli. Kwa sababu ndugu zangu, mtu anapokuwa ni muongo, inawezekana kuna asilimia kubwa kumpelekea ule uongo kumtoa katika imani, kwa maana akajikuta kwamba ameendekeza uongo mpaka anafika mahala anabakia hana chembe ya imani. Hivyo ndivyo kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale alipoulizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halil mu'min yakdhib, je, muumini anaweza kusema uongo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, almu'minu la yakdhib, la, hapana, haiwezekani, muumini hawezi kusema uongo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujalie tuzoeze ndimi zetu, tuzoeze matendo yetu kuwa ni wa kweli,
Hatimaye tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe ni wenye kudumu katika ukweli na atufishe tukiwa ni wa kweli. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله